Asante mpenzi mtazamaji, na hii ni kipindi extra. Naitwa Robson Jacob Cradis, na leo tumeweza kuzulia katika mkutano mkuu wa utumiaji wa maji katika kata 4 ambazo ni Kamachumu, Ruanga, Mafumba pamoja na Ibuga, na hapa tunaweza kwenda kuongea na manager mradi ambaye hakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kabisa. Atatuambia machache lakini mazuri na ambayo tutaenda kutubadilisha na sisi pia ambao tunategemea kupata hizo huduma. Bana, mambo vipi kaka? Safi kabisa. Watu kwanza wangependa kujua jina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Amani Nixon Rwezaura, ni mhandisi wa masuala ya maji, lakini ni manager na msimamizi wa mradi wa maji unaoitwa Tegemeo. Leo tumeona hapa mna mkutano mkuu ambao umefanyika katika ukumbi wa Kamachumu Hoteli, ambapo tumeweza kuona viongozi mbalimbali na wadau mbalimbali pia ambao wameweza kufika. Watu ambao hawajapata nafasi ya kuingia ndani kujua, raia ambaye anatazama hivi sasa, ni kitu gani angependa kujua kutoka kwako kuhusu mkutano huu? Sasa mkutano huu ulikuwa unalenga vitu gani? Mkutano huu ulikuwa unalenga ushirikishwaji ulihusianisha idara zote za wataalamu kutoka kwenye kata zote 4 ambazo mradi unahudumia. Ulihusisha wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, pamoja na wawakilishi wa wazee, wawakilishi pia wa watu maarufu, ambao hao tunaamini nyuma yao kuna watu wengi. Na maana hao watu ndo wanaenda kupata taarifa kupitia kwenye viti yao. Kwa hiyo tulimfikia mtu mmoja mmoja kupitia kwenye vitongoji, kupitia kwenye vijiji na mpaka ngazi ya kata. Mpaka na mheshimiwa diwani nao walikuwepo. Kwa hiyo tulifanya mkutano kwa namna hiyo, ili wale ambao wanabeba zile changamoto za wananchi, hasa hususan zinazohusiana na maji, basi waje waziwasilishe kwenye mkutano na wote tutatue kwa pamoja. Na maana wao wakitoka na majibu, basi kule kwa wananchi wanafikisha kile kitu ambacho ni sahihi. Asante. Lengo kuu la mkutano huu ni nini hasa? Lengo kuu ilikuwa la kwanza ilikuwa ni kutoa hiyo elimu na kushirikishana changamoto zilizopo, lakini lengo la pili ilikuwa ni maelekezo ya uongozi kutoka ngazi za juu kufanya muunganiko, kutanua mradi, kuunganisha vyombo hivi vya maji kwenda kwenye tarafa nzima ya Kamachumu ambayo ina kata 5. Kwa hiyo tulikuwa imebaki kata 1 ya upande wa Puliakashaji. Kwa hiyo lengo kuu ni kutoa hiyo elimu ili watu wajue kwa nini tunaunganisha vyombo, kwa nini tunashirikishana, kwa nini iwe hivyo, mtu asibaki kwenye kijiji chombo ikawa sehemu moja hivyo. Asante. Hususa tumesikia kwamba katika mkutano huu pia kulikuwa kuna ofa ambazo pia mmeweza kuziongelea ndani, ambapo nimesikia kwamba tungependa kujua zaidi, raia angependa kujua ofa hiyo anaipataje na vitu gani vya kuzingatia. Ofa ipo ya watumia maji. Mtu anayetaka kuweka maji nyumbani kwake, tunampatia hiyo ofa ya ndani ya mita 10 mpaka 20, atalipa 200,000, lakini atakuja na namba yake ya NIDA, atakuja na majina yake, atakuja na namba yake ya simu, tutaweka kwenye mfumo. Asante kidogo kiongozi. Kwa raia ambaye labda hajawahi kuvuta maji nje ya hiyo ofa, anaweza akawa asijue kwamba ofa imekujaje. Labda ungetujuza kidogo kwamba hizo mita 10 hadi 20 ambazo zipo katika ofa kwa kiwango hicho, kabla nje ya ofa ni kiasi gani, ili basi raia ambaye alikuwa ajui basi ajue. Mwenye mita 10 anastahili kulipa 288,000 katika ofa. Kwa gharama ile ya nyuma. Sawa. 288,000 ndani ya mita 10. Sawa. Kwa hiyo tunaona tumetoa ile 88 tuje kwenye 200,000. Sawa. Ili aweze kupata aweni kidogo. Kwa aliyekuwa na mita 1 alikuwa analipa 180,000. Kwa hiyo bado yani hiyo 100,000 ina maana tumeanzia kwenye 180,000 mpaka 200,000, lakini wote tumewajumuisha ndani ya kapu moja la mita 10 hadi 20. Okay, kwa hiyo hivi sasa mradi tuseme tunategemea nini juu ya huu mradi na juu ya huu mkutano ulioweza kuazimia? Ni kitu gani ambacho sasa cha kitofauti ambacho raia sasa alikuwa ni mtumiaji wa maji anaenda kukipata? Kulingana na mkutano huu na maazimio, tutegemee kwanza ubora wa huduma. Tutaongeza huduma, watu watapata maji muda wa masaa karibu 24 kwenye asilimia kubwa. Kuna maeneo ambayo yalikuwa hajafikiwa na maji, na tumeahidi kwamba tutahakikisha maji yanafikia kwa kutandaza mtandao wa bomba. Tumeahidi pia bora wa huduma hasa kwa wafanyakazi na watendaji wengine ambao tuko nao.
wataendelea kupata huduma zao stahiki kama wafanyakazi. Wengine walikuwa wanafanya kazi kama vibarua kujitolea, kwa hiyo tuwape mikataba, wengine ya muda, wengine ya muda mrefu. Kwa ni vitu vyote ambavyo badala ya kufanya mkutano huu na kuunganisha vyombo, maazimio ndo kukua. Kwa hiyo ukiwa na hela nyingi, kwa hiyo na bajeti kubwa, unafanya vitu vikubwa. Okay. Asante. Mimi ambaye sijawahi kuvuta maji na sijui gharama ya mita moja au uniti moja inaenda bei gani, ningependa kujua kidogo. Hiyo ni binafsi yangu pia, lakini kwa yule ambaye hajapata kujua kwamba uniti moja ya maji tuseme, si ndio? Ni sawa na labda lita ngapi na inaenda kwa takriban kwa kiasi gani, labda bei yake, gharama yake? Uniti moja inabeba ndoo 50, ndoo 50 za lita 20. Kwa hiyo unaona uniti moja kwa hiyo itakuwa na lita 1000. Kwa hiyo lita 1000 utazilipia kwa shilingi 2000. Kwa hiyo uniti moja gharama yake ni 2000 kwa bei ya kwetu ya kijijini, lakini kwa bei ya mjini ambao ni Bwasa huko na wengine nao wana bei yao, lakini bei zetu huko ni elekezi kulingana na changamoto za usimamizi wa miradi na matumizi tuliokuwa nayo, na watu bado ni wachache. Asante sana. 2000. Asante sana, nipenda kujua hilo, maana nawezekana na wewe pia ulikuwa hujui kwamba unit ni bei gani. Unaweza ukatokea mtu unauziwa maji, lakini kumbe huku kidogo mambo yako vizuri kabisa. Neno la mwisho ungependa kuwasihi nini wananchi wote ambao ni watumiaji wa maji, na wategemee nini, malengo na mikakati iliyopo ni ipi ambayo itaenda kuwanufaisha, ni vitu gani wavitegemee zaidi, kwa ujumbe wako sasa kuwasihi raia wote watumiaji wa maji? Mimi nawashukuru wametupokea vizuri na tuendelea kushirikiana nao vizuri, na kwa nafasi na kwa muda ambao tena wanaendelea kutupatia, wajiandae, tuko tayari kuwatumikia kwa muda wote ambao wanatuhitaji, lakini tuko tayari kuhakikishia huduma bora ya maji safi na salama, na tuko tayari kusambaza maji kwenye kila nyumba. Tuna kauli yetu tunasema nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo tunahitaji kila nyumba bomba la maji liwepo, tuwatoe mama ndoo kichwani. Asante sana. Samahani, lakini kwa wateja ambao hawalipi bili kwa wakati, neno gani la kuambia? Ni kweli au ni changamoto, wanatukwamisha, lakini bado tuna nafasi. Unajua mtu kama halipi bili, mara nyingi tunawapigia, una changamoto gani? Kama mimi binafsi nimekuwa nikiwapigia, uniambie changamoto yako ni nini, kwa nini ulipi kwa wakati, shida ni nini? Lakini mwingine ambaye halipi, basi kuna hatua zinachukuliwa za kisheria. Ikiwa ya kwanza ni kumkatia huduma, ya pili ni kumfikisha kwenye vyombo husika, nyingine mpaka mahakamani. Lakini kwa nini tufike huko? Yaani hapa katikati naamini hatuwezi kushindwana, ili ulipe bili kwa wakati kwa maslahi ya chombo. Ukilipa bili maana yake na wengine watapata huduma ambao hawajapata huduma. Asante. 2026 wewe kama kiongozi ambaye unahakikisha kwamba maji yanasambaa kila kona kama nyumba tu nyumba, neno gani unaweza kupenda kuambia wananchi? Tufanye kazi, tujitume, ni mwaka wa mafanikio. Ndio hilo nasema. Asante bana, hii ni Kipili Extra na leo tumeweza kuzulia katika mkutano huu, na kama ulivyomsikia kiongozi akituambia ni mengi ambayo tunategemea kuyapata mazuri ambayo hatakuwa tuyajui, ila sasa tumeyajua mimi na wewe. Endelea kuwa pamoja na Kipili Extra nikiripoti kutoka hapa sehemu iliyofanyikia mkutano katika ukumbi wa Kamachumwini Hoteli. Mimi ni Robson Jacob Cradis wa Kipili Extra. Asante.